Kwa mujibu wa taarifa za ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC pamoja na shirika la afya duniani WHO, matumizi ya dawa za kulevya miongoni mwa vijana yanaendelea kuwa changamoto kubwa duniani na barani Afrika. Kuongezeka kwa idadi ya vijana, ukosefu wa ajira, shinikizo la marafiki na changamoto za kijamii ni miongoni mwa sababu zinazowasukuma vijana wengi kujiingiza katika matumizi ya dawa hizo. Utafiti uliofanywa na Chuo Kikuu cha Afya na Sayansi Shirikishi Muhimbili kwa kushirikiana na Chuo Kikuu cha California, San Francisco na Tume ya Kudhibiti Dawa za Kulevya uliotolewa mwaka 2016 uliutaja mkoa wa Tanga kuwa miongoni mwa mikoa iliyokuwa na kiwango kikubwa cha matumizi ya dawa za kulevya. Hata hivyo, kupitia mradi wa Focus on Youth Not the Substance unaotekelezwa chini ya programu ya Tanga Yetu kwa ufadhili wa Foundation Botna na kuratibiwa na Innovex, kumekuwa na mabadiliko makubwa jijini Tanga. Vijana wengi wameanza kuachana na matumizi ya dawa za kulevya, wakirejea katika shughuli za uzalishaji, elimu na ujenzi wa maisha yenye matumaini. Kwa baadhi ya vijana wa mkoa wa Tanga, ndoto za maisha zilianza kufifia walipojikuta wakitumbukia katika matumizi ya dawa za kulevya. Kilichoanza kama majaribio, ushawishi wa marafiki au njia ya kukabiliana na changamoto za maisha, hali ambayo kwa wengi wao iligeuka kuwa safari ngumu iliyoathiri maisha, mahusiano na mustakabali wao. Chanzo mzee wangu alivyofariki, nikaanza kuingia kwenye msongo wa mawazo. Kuingia kwenye msongo wa mawazo nikaona havitoshi, nikaanza kutumia. Mimi matumizi ya madawa niliingia kwa sababu ya mapenzi. Baada ya kusikia watu wanasema kwenye tendo la ndoa unachelewa hivi na hivi ukitumia, nikajaribu kwa staili hiyo. Siku ambayo nilipata mwanamke natumia, lakini nzeni kwa sasa kila siku inabidi nipate ile kitu, sio tena hadi mwanamke. Nilikuwa ni dereva wa serikali, gari za ubalozi, lakini nikaja nikakosa kazi kwa sababu ya uraibu wangu. Nyuma ya simulizi hizo za maumivu lipo kundi la vijana wanaopambana kurejesha maisha yao na kufufua ndoto walizowahi kuzipoteza. Mfano, mimi nilikuwa nipo mtu wa kanisani, lakini nikaja nikapata kazi studio. Pale studio, mwenye ile studio nepe alikuwa ni producer kama mimi, lakini mimi nilikuwa nimemzidi uwezo. Kwa akaamua niachie studio yake ni mimi niendeshe. Akana ananiambia kwamba akitumia bangi anapata akili ya muziki. Siku moja ikapatikana kazi kwa kama mida saa 1 usiku hivi. Akaniambia, "Kaji, naomba hii kazi tuifanye sasa hivi." Nikaanza kupiga beat kama kawaida, kupiga beat la kwanza nikalimaliza, lakini kilisikiliza ili atolipenda ili nikalifuta. Nikapiga beat la pili mpaka likaisha. Nikalisikiza kwa hata yenyewe ino yeje kaa vizuri, nikaifuta. Kwa hiyo nilipiga beat kama 5 mfululizo na nikazifuta zote. Nikafanya sasa tu akili kama imechoka. Sina tena idea kufanya chochote. Na jamaa mwenzangu yupo kwenye sofa ananiangalia anacheka. Kama sio unacheka nini, mimi ninapopata shida hivyo wanapenda. Kaambia, "Kaji, kila siku mimi nakwambia ukivuta bangi unapata akili ya muziki. Jaribu leo uone." Niambia, "Wewe umechoka kabisa hapo. Ukivuta tu utaniambia." Sasa akili inakuja. Nijaribu. Sije kwa anachoniambia ni ukweli. Ngoja nijaribu nione kama anasema ukweli au uongo. Kaingia vocal room, kuna chumba cha kuimbia. Kaingia kule kanitengenezea bangi, kaambia vuta hii. Na mimi ndo kwa mara ya kwanza atokea nizaliwe na gusa bangi kwenye mdomo wangu. Nikavuta sasa ikaisha ile. Nishamaliza ile bangi nimekaa hivi. Kana sikia kwa mbali kuna vinanda vizuri vinalia. Mbona sije kusikia sauti kama hizi hivi tokea nizaliwe? Sauti zinalia vizuri sana. Mimi basi kutokea hapo ndo nikaanza kuvuta bangi. Na hapa ni Gift of Hope Sober House, kituo kilichopo chini ya taasisi ya Gift of Hope Foundation inayotekeleza mradi wa Focus on Youth Not the Substance chini ya programu ya Tanga Yetu. Mohamed Omari ni meneja wa Gift of Hope Sober House, nyumba ya upataji nafuu, ambaye yeye akimulika historia yake ya zamani ambapo aliathiriwa pia na dawa za kulevya akapata nafuu, na sasa yeye amekuwa msaada ya kuwasaidia vijana wengine wapate nafuu. Niko kwa ajili ya kusaidia vijana ambao waliathirika na dawa kulevya, sababu hata mimi mwenyewe pia ni mwanga. Nilitumia madawa kwa muda mrefu, lakini wakati taasisi inaanzishwa nikapata bahati kuwa ni client wa kwanza waliopata msaada kwa taasisi hii.
Kwa hiyo baada hapo nami nikajikita kuweza kuona umuhimu wa kusaidia watu kama nilivyosaidiwa mimi, nami nikajikita kwa ajili ya kusaidia wengine. Wengi wao kwa sasa wanaanza kuona mwanga mpya wa maisha kupitia mradi huu. Wana ndoto za kurejea kwenye familia zao, kuendeleza vipaji vyao na kuwa na mchango katika jamii zao. Hapa nataka nikitoka niwe mtu imara katika kiakili, mwili na kuepukana na vishawishi, endapo vishawishi ni vingi sana. Safari hiyo haijawa rahisi kwao, lakini kupitia msaada wa kisaikolojia, ushauri na malezi ya karibu, baadhi yao wameanza kurejesha hali ya kujiamini na matumaini mapya ya maisha bora. Nancy Munthali ni mtaalamu wa saikolojia ambaye kwa kiwango kikubwa wamefanya kazi ya kuwasaidia waraibu ili waweze kupata nafuu na kuendelea na maisha ya kawaida. Tunawapata ni kupitia mitandao ya kijamii, kwa sababu Gift of Hope tuna mitandao ya kijamii, Instagram, WhatsApp, TikTok, lakini pia tuna njia nyingine ambao ni wa kuwatumia peers, ambao tunasema hawa ni watu ambao waliwahi kuwa katika uraibu wakapona, wako tu vizuri sasa hivi. Kwa hiyo wao pia wanawasaidia vijana wengine ambao wameathirika, na tukishawapata tunawaweka katika ile nyumba ya upataji nafuu. Na mimi kama msaikolojia tunakuwa tuna sessions katikati ya wiki, tunakuwa tunazungumza nao, wao wenyewe pia wanakuwa wanazungumza wanavyojisikia, yani ile sharing feeling session ni sehemu ambayo ni ya msingi sana katika wao kuweza kupata nafuu. Lakini pia kuna sessions mbalimbali, tunakuwa na mada tofauti ambao tunakuwa tunawafundisha au tunawaelekeza ili waweze kujitambua zaidi na kuweza kupata nafuu zaidi. Mafanikio si tu kuacha matumizi ya dawa za kulevya, bali ni kurejesha uwezo wao wa kufanya maamuzi sahihi na kujenga upya maisha yao. Ushirikiano kati ya jamii, familia na wadau mbalimbali umechangia kuleta mwamko mpya wa kuwasaidia vijana waliokuwa katika mazingira hatarishi. Inspekta Sharif Kawinga anatoka kitengo cha kupambana na dawa za kulevya kutoka Jeshi la Polisi mkoani Tanga. Zamani mapokeo kwanza ya jamii yalikuwa ni magumu, hasa kwa sisi Jeshi la Polisi. Kwa ilikuwa mtu akikuona askari umekwenda kwenye zile maskani zao ambazo za watumiaji, yeye nosheni yake ni kwamba wewe umeenda kumkamata. Kwa ilikuwa ni ngumu kumfikia. Kwa hiyo ukienda tu yeye anakimbia. Anakimbia. Lakini kupitia wenzetu Gift of Hope, kwa sababu wao ni sehemu ya ile jamii. Kwa mfano kama ukimchukua Saidi Bandawe ni zao la wao. Kwa sababu hata sisi wakati miaka hiyo nyuma, kabla Gift of Hope hajawa na utengemaa ule, wale akina Saidi walikuwa, yani wao walikuwa light off kabisa. Sisi ndio tulikuwa tunawatumia kama sample katika uelimishaji mpaka wakafikia stage ile. Kwa hiyo ikawa ni fundisho. Kama yeye anamuona mwenzake aliyokuwa naye anatumia dawa za kulevya, leo ametengemaa, anaweza kufanya kazi zake binafsi, ana familia. Kwa hiyo hata wao walikuwa wanapata matumaini. Kwa hiyo walikuwa wakituona nao walikuwa hawapati shaka. Na mabadiliko sasa hivi ni makubwa sana, mimi niseme. Jamii ya Tanga nayo inaona matumaini makubwa katika mabadiliko kwa vijana hawa waliokuwa wamepoteza mwelekeo wa maisha. Mwanamvita Ayubu ni mkazi wa Kivumitifu, kata Tangasisi hapa Tanga. Kuhusu vijana wa madawa kulevya, kwa kweli alikuwa ni hatari sana. Hatari kwa sisi hapa wanawake tunaoishi kumitaani, tunaowaona, alikuwa vurugu kupita maelezo. Na vurugu hiyo, wale wazee wale wakishavuta zile dawa, wengine wana hela, wengine hawana hela. Sasa pale wakati wanasisi leo kapewa vizuri dawa, kajitunga tumekanywa, kalewa, kesho hajapewa, umeona. Na ile system kama kilevi kishaingia ndani ya mishipa. Kwa maana akitaka nitafanyaje mimi mpaka nipate ile system, akaenda kule kakosa. Kwa maana watu asiri sisi hapa, ukiacha hata kijiko nje na hizi njia zetu za kutanga vichochoro, umeona, akipita akiona kisufuria twende, kipindi cha mwanzo hicho, ukitoka nje na mpaka sasa hivi twashukuru Mungu, sasa hivi waweza ukakaa ukaika sufuria yako kalaza nguo mpaka asubuhi, ukija waiona. Na hizi vikempu hizo za masoba kwa vile vigenge kama hospitali ndo tiba,
Tunashukuru Mungu sasa hivi imefanyaje? Imeisha. Sasa hivi tuishi kwa amani, hata kama wapo lakini ni asilimia ndogo sana. Na Mganga Nzori, mjumbe serikali za mitaa hapa Tembo Bar, anasema hapo awali kidogo hapa sisi wanahabari tusingekuwa salama, mabegi yote tungeacha hapa kutokana na hali kuna lugha isiyo rasmi waliitwa mateja, ni waraibu ama vijana wale waathirika na dawa za kulevya, walikuwa wanakaba watu kweli kweli katika kata hii, lakini kwa sasa anatuambia hali shwari kabisa. Hali ya usalama kusema la kweli kipindi cha nyuma sio sasa hivi haikuwa sio shwari. Haikuwa sio shwari hivi mlivyo nyinyi, yani haikuwa hizi kamera ama begi yote kwenye mitaa hii. Basi siku ya leo hii basi mngeacha hapa. Mnanyang'anywa, mngepigwa mapanga, sawa, katika maeneo haya mngeporwa kila kitu. Lakini sasa hivi umeona mko huru kabisa. Na Patrick Msumari ni mratibu wa programu ya Tanga Yetu, ambao pamoja na miradi mingine wanajivunia mradi huu wa kuwasaidia vijana waepukane na matumizi ya dawa za kulevya, na wale ambao walikuwa kwenye uraibu watoke huko. Kwenye mradi wa Focus on Youth Not Substance, kitu kikubwa ambacho tunajivunia ni kwamba tumekuwa tuna mabalozi wengi sana sasa hivi ambao wanasaidia kwenye upande wa utokomezaji wa matumizi ya dawa za kulevya kwa hapa Tanga. Kwa kutumia zile club za shule, vijana sasa hivi ni wameamka kweli kweli kwenye upande wa dawa za kulevya. Ni ngumu sana kuweza kuwadanganya. Lakini kikubwa zaidi ni jinsi mamlaka ilivyoona kwamba kuna umuhimu wa huu mradi na kazi kubwa ambayo inafanywa na Tanga Yetu kupitia Gift of Hope, waweze kuleta wataalamu wao mara kwa mara hapa Tanga. Nafikiri sidhani kama mamlaka inapeleka wataalamu sehemu nyingine kama inavyoleta kwa hapa Tanga. Kwa hiyo ni kitu ambacho tunajivunia na ni kutokana na ukaribu ambao tunakuwa tukifanya nao. Lakini pia kikubwa ni vile familia ambazo zinajitokeza ile. Sasa vijana wameanza kuongea. Kuna mtu alikuwa labda pengine anatumia dawa, anashindwa mtu wa kuweza kumwambia kwa sababu ya ile hofu ambayo anayo. Lakini kutokana na kwamba tunatumia masaikolojist ambao ni wana uwezo mkubwa, ushirikiano na madaktari ambao wana uwezo mkubwa, na watu wetu ambao wanaweza kukaa na vijana kuwasikiliza wanataka kitu gani, kijana ana shida gani. Sasa imepelekea vijana wengi wanaweza kufunguka ili kuweza kutafuta msaada. Kwa hiyo hao ni baadhi ya mafanikio makubwa sisi ambayo tumeyapata kwenye mradi. Taasisi ya Gift of Hope Foundation iliyopo barabara ya 17 jijini hapa inaamini kuwa uzoefu wa waliowahi kupitia changamoto hizi unaweza kuwa daraja la kuwafikia vijana wengi pia. Na ndugu Said Bandawe ni katibu mtendaji wa taasisi hii ya Gift of Hope Foundation, ambao kwa pamoja kwa kushirikiana na watendaji wa Tanga Yetu, halmashauri ya jiji la Tanga, kwa usimamizi wa Innovex na ufadhili wa Foundation Botna, ndio ambao wanajivunia vijana wa Tanga kwa sasa kutoka kifua mbele kwamba wamepambana na wameweza kupiga teke matumizi ya dawa za kulevya. Sasa yetu sisi tuko watu 9 na akili wote ni living experience, yani watu tuliotupitia matumizi ya dawa za kulevya. Sasa hivi Gift of Hope ina miaka 10 katika utoaji wa huduma kwenye jamii ya Tanga, lakini pia tunafanya kazi maeneo mengine, kwa maana kama tunaenda kujengea watu wengine uwezo na kushiriki kwenye matukio mbalimbali ya kitaifa na ya kimataifa. Kama mmoja wa waliwahi kutumia dawa za kulevya, sasa anatumia simulizi yake kuwapa matumaini vijana wengine wanaopitia changamoto kama hizo na wale wanaowaza kutumbukia katika janga hilo. Lakini katika mafunzo yangu mimi nilijiintroduce kwenye matumizi ya dawa za kulevya nikiwa na umri mdogo, na miaka ile ya nyuma hapakuwa na elimu na hapakuwa na uelewa watu kujua kama wakitumia dawa za kulevya wanapata madhara. Tulianza kutumia wakati kwa dogo, ninakumbuka na miaka 8 tukaanza kuingia kwenye petroli, matumizi ya sigara, tukaingia kwenye dawa za bangi mpaka tukaenda kwenye miaka 90 tumeingia kwenye dawa za kulevya kali aina ya heroin. Kwa hiyo niliteseka kwa takriban miaka 22 kwa matumizi ya dawa za kulevya, lakini mwisho wa siku nikaenda nikapata huduma kwenye vituo vya sober houses Dar es Salaam, nikaja nikapata huduma hapa Tanga, na sasa hivi mimi na miaka 12 bila kutumia. Kwa hiyo zile changamoto ambazo nimepitia, yale ambayo nilipitia, niliona kabisa kuna haja ya kuiokoa jamii isiweze kuingia kwenye matumizi ya dawa za kulevya, kwa maana kuwapatia vijana elimu ya awali wajue madhara ya matumizi ya dawa za kulevya. Lakini kwa wale ambao wana tatizo la dawa za kulevya tuwaunganishe kwenye huduma, waachane na matumizi ya dawa za kulevya, kina jamii yote pia ipunguze unyanyapaa kwa wale wanaotumia, lakini pia iweze kujua dalili zile za msingi au dalili za awali za watoto kujiingiza kwenye matumizi. Na Tanga Yetu haikubahatisha kuleta huu mradi. Botna Foundation haijapoteza kuwekeza hizi hela, lakini hata Innovex kwenye usimamizi wao mzuri pia hawajapoteza hii nguvu ya technical advisor, kwa sababu kuna kitu kinatokea na Tanga inaenda kuwa salama, iwe tu ni sababu ya mtu mwenyewe kutoka kujiingiza kwenye huo hatarishi, lakini isiwe kwamba hakuna elimu au hakuna uelewa kwenye jamii.
wanatumia njia ya matamasha ya michezo, kampeni za nyumba kwa nyumba na shughuli mbalimbali za uhamasishaji katika kata mbalimbali za mkoa wa Tanga ili kufikisha ujumbe. Elizabeth Mtenga ni miongoni mwa vijana ambao hupita nyumba kwa nyumba, mtaa kwa mtaa, kukutana na vijana wenzao na kuwapasha habari njema za kuepuka matumizi ya dawa za kulevya. Sisi tunajikita katika kutoa elimu kinga dhidi ya matumizi ya dawa za kulevya na tumelenga kufikia kata zote 27 za wilaya ya Tanga. Mradi huu wa Focus on Youth Not the Substance umekuwa na manufaa sana makubwa mkoani Tanga kwa vijana, kwa sababu kabla ya kuleta mradi huu tulifanya research kwanza, tukagundua kwamba tatizo hili kweli liko sehemu kubwa sana. Kwa hiyo tukaona kuna haja ya kuwasaidia vijana wenzetu, kuwatoa kule kwenye yale makundi, kuwaleta waweze kuwa productive, lakini wale ambao pia hawajaingia kuwasaidia wasifanyaje, wasijiingize. Sasa baada ya sisi kwa tumefika, kwa sababu tunatumia mbinu mbalimbali, tunapita mpaka vijiweni, tunaingia mashuleni, tunaandaa mabonanza zote kwenye michezo kama hii, tunaingia tunawapatia elimu. Kwa hiyo kuna mmoja pale unakuta umemsaidia, umemuokoa. Kwa majina naitwa Aziza Ibrahim Sadi, ni mwelimishaji rika kutokea Tanga. Hapo awali watu hawakuwa na uelewa mkubwa kuhusu dawa za kulevya ni nini, lakini hivi sasa watu wamekuwa kupitia shirika la Gift of Hope wameweza kutoa elimu nzuri kuhusu dawa za kulevya na athari ni nini. Hivyo pia mimi ni mnufaika wa mafunzo kutoka shirika la Gift of Hope. Nimeweza kutoa elimu kwa vijana wenzangu na kwa jamii inayonizunguka kuhusu dawa za kulevya ni nini na athari yake ni nini. Hapo awali takwimu zinaonyesha Tanga ni moja ya mikoa ambayo inaongoza kwa watumiaji wengi wa dawa za kulevya. Hii ilikuwa ni sababu ya watu kwamba walikuwa hawatambui dawa za kulevya ni nini na walikuwa hawana elimu sahihi kuhusu dawa za kulevya. Lakini najivunia kwamba nimeweza kutoa elimu sahihi na watu wana utambuzi mkubwa kuhusu dawa za kulevya, na kwa kiwango fulani tumeweza kupunguza matumizi ya dawa za kulevya katika eneo. Naweza kusema sababu ambayo inawapelekea watu wengi kuingia kwenye haya matumizi ya dawa za kulevya mara nyingi huwa inasababishwa na msongo wa mawazo, hofu na uoga. Kwa hiyo ningependa kutoa ushauri kwa jamii yangu, kwa wazazi na walezi, wapende kuwasikiliza watu. Watakapotaka ushauri kutoka kwao, basi wawe karibu nao kuwapa ule ushauri sahihi ili kuweza kupunguza, na ikitokea labda kuna muathirika tayari kashajiingiza kwenye matumizi hayo, basi waweze kumfikisha mahala sahihi pa kuweza kumsaidia. Serikali nayo imekuwa ikitekeleza mikakati mbalimbali ya kupambana na matumizi ya dawa za kulevya, huku ikisisitiza umuhimu wa ushiriki wa jamii katika kuwalea, kuwaelekeza na kuwawezesha vijana kuchagua maisha yenye matumaini. Simon Mdende ni mkuu wa idara ya maendeleo ya jamii halmashauri ya jiji la Tanga. Ninachojivunia ni kuona kwamba kupitia mashirika ya serikali likiwepo Gift of Hope, tayari idadi ya vijana wanaanza kutumia madawa ya kulevya inapungua, lakini pia wale ambao wanatumia wameshajengewa uwezo wa kuwa waaminifu kwenye utumiaji wa dawa na tayari wamepata unafuu. Baada ya kupata ule unafuu, wameingizwa kwenye shughuli za kiuchumi, mpaka serikali sasa hususan halmashauri ya jiji la Tanga kaamua kuanza kutoa ruzuku ili kuwasaidia waweze kupata kipato ambacho kitawasaidia katika familia zao, waache kukumbuka tena kutumia madawa ya kulevya na wajiingize kwenye shughuli zingine. Bunu Bahero ni diwani wa kata ya Tangasisi. Hali ya dawa za kulevya kuanzia mwaka 2025 kuendelea huko zimeshuka kwa hali ya juu sana. Vijana wamepata uelewa mzuri sana. Mwanzo wao walichukulia ni starehe kama starehe nyingine, kwamba hazitawaletea madhara, lakini baada vijana wengi kushtuka kwamba hii starehe hii ina madhara makubwa kuliko starehe nyingine yoyote, inawakosesha mwelekeo, inakosesha nguvu kazi. Kwa hiyo vijana wameelewa kwa kiwango kikubwa sana, na ndio maana tunaanzisha michezo kila aina ili kuwaondoa kwenye fikra za madawa ya kulevya na kukosa kazi za kufanya, kwa sababu nyingi hizi zimetokana na kwamba mtu hana kazi ya kufanya, hana mazoezi, amekaa kijiweni tu, wanashawishiana, wanaanza na taratibu za kuanza kuvuta bangi, charasi na kuanza kuingia kwenye madawa ya kulevya, makweken na maoreni hayo kwa ajili ya kuvuta kwa wingi. Pale awali kidogo ulisikiliza sababu mbalimbali zilizowafanya vijana waingie kwenye matumizi ama kutopea kwenye matumizi ya dawa za kulevya. Wengine walisema eti ukitumia dawa na kuwa na nguvu zisizomithilika.
Wengine wakasema eti kwa sababu ya mahaba anatamani afanye vyema zaidi, basi wakaingia kwenye dawa za kulevya na baadaye akapotea kabisa, hakutimiza lengo aliloambiwa. Na wengine ni matatizo, kuwa na msongo wa mawazo na nini. Lakini wasanii ipo dhana pia mitaani wanasema eti ukitumia baadhi ya vilevi unajiamini sana pale unapofanya kazi ya sanaa. Dhana hii ipoje? Nazungumza na baadhi ya wasanii kutoka jijini Tanga. Kwa majina naitwa Rahma Bakari, ni msanii wa muziki Bongo Flava. Kwa maono yangu, bangi madawa ya kulevya yana athari nyingi, hasa kama hivyo kwenye upande wa afya. Kwa kijana inasababisha, unapelekea uraibu, inapelekea matatizo ya kizazi, pia inavuruga kabisa nguvu kazi ya taifa, kwa sababu vijana ndio tegemezi kwenye masuala mazima ya shughuli za kupelekea taifa kukua. Wasanii wengi wanatumia madawa ya kulevya kwa imani yao kwamba inapelekea kupata confidence mbele ya hadhira, pia inawapa energy, nguvu ile ambayo wanaweza kuperform kwa wanavyojua. Kwa hiyo naona kubali kwamba inawapa confidence ama inaongezea nguvu na hiyo energy ambayo umeisema? Hapana, hakuna ukweli, kwa sababu wanajiathiri. Ipo dhana pia kwamba wasanii tuweke wasichana ambao wameingia kwenye dawa za kulevya walishawishiwa pia na wapenzi wao wa kiume. Umesikia dhana hii na una mtazamo gani? Ninasikia wasichana wengi wanajiingiza kwenye madawa kutokana na ushawishi wa watu wao wa karibu, mfano ma boyfriend. Ushauri wangu, lazima ujiwekee misingi yako na msimamo. Licha ya hivyo, ukishajiwekea msimamo, kuna elimu. Ukishajifunza elimu, huwezi kukubaliana na kuingia kwenye vitu kama hivyo. Ukishaelewa madhara yake, huwezi kaingia. Kwa hiyo elimu, ninachoshauri kikubwa ni elimu itolewe kwa vijana, waelewe madhara ya madawa ili waachane na huo uraibu. Msanii ana ushawishi. Kwanza kabisa, msanii ni kioo cha jamii. Kinachofanyika lazima kitafikia kwa kupeleka ujumbe. Msanii anachotakiwa ni hivyo, kupeleka ujumbe, kuelimisha jamii kutokana na kazi zake, na yeye mwenyewe kuwa mfano mzuri kwa jamii na vijana. Kwa majina anaitwa Abetoni, ni msanii wa kizazi kipya wa muziki. Natumia sanaa yangu kufikisha ujumbe kwamba muziki isiwe ndo kichocheo au iwe ni sababu ya mtu kutumia madawa, kutokana baadhi ya wasanii wao wanaamini kwamba bila kutumia hivyo vitu hawawezi wakafanya kitu sahihi. Hapana, ila mimi natumia sanaa yangu kama kufikisha ujumbe mzuri katika jamii ili mambo mengine yaweze kwenda. Mimi ujumbe wangu mkubwa sana katika hii lika letu la vijana ni kuepuka sana kutumia vitu ambavyo havina faida yoyote katika mchango wa jamii, kama kutumia hayo madawa na mambo mengine, vikundi ambavyo havina maana, visivyokuwa na maendeleo. Ni kujielewa na kujitambua. Ushauri wangu kwa wasanii kwamba na washauri wasihamasishe watu watumie hivi vitu, mfano kama madawa ya kulevya, uvutaji wa bangi, sigara na kitu chochote ambacho kimekuwa ni kilevi katika maisha ya mwanadamu. Kwani mtu huwa akitumia hivyo vitu inakuwa ni ngumu sana kujiondoa, kwa hiyo inamkosti maisha yake yote. Kila mtu akisafisha uwanja wake, dunia nzima itakuwa safi. Ni nukuu maarufu sana ya Mama Teresa ambaye aliwahi kusema hivyo kwamba kila mtu akisafisha uwanja wake, basi dunia nzima itakuwa safi. Na Khalid Rashidi ni naibu meya wa jiji la Tanga. Yeye ana neno kwa wanajamii. Hata kama mapambano yanaonekana kufanikiwa, bado kuna wajibu wa jamii kuhakikisha kila kijana, kila mtu anakuwa salama. Mkazo unahitajika sana kwenye jamii yetu, kwenye jamii kule chini, kwa sababu watumiaji hawa hawatoki angani, wanatoka chini kule. Kwa hiyo mkazo mkubwa unahitajika uweko kwenye jamii, lakini si kuachia tu wenzetu wa Tanga yetu na taasisi nyingine. Jamii yetu, kwa maana wazazi na walezi, wana nafasi kubwa ya kuhakikisha mapambano haya yanafanikiwa kwa kiasi kikubwa. Kupitia mradi wa Focus on Youth Not the Substance, chini ya programu ya Tanga Yetu, vijana hawa wanageuza changamoto za jana kuwa matumaini ya kesho.
wakithibitisha kuwa mustakabali wa Tanga unaanzia kwao vijana.